Bwana Yesu asifiwe sana. Awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata nafasi njema kama hii hapa tupate kujifunza neno lake. Mbele yako ni mtumishi wa Mungu, nafahamika kama Mwalimu Edward Mahuma, nipo Mbeya Iunga. Tujifunze neno la Mungu. Neno la Mungu kichwa cha somo kinasema shika sana ulicho nacho, shika sana ulicho nacho. Kwa ufupi tu utangulizi wa neno la Mungu hapa, kichwa cha somo kinachosema shika sana ulicho nacho. Kiufupi tu, haya ni maagizo, ni mahusia ya Mungu kwa watu wake, kwamba watu wanapaswa kuyashika sana walio nayo. Kila ambacho Mungu amekiweka kwa ajili yako, amekiweka kwako, anasema ukishike sana, ikiwemo pia na kuujali wokovu ulionao ambao umeupata. So Mungu anatuagiza tuhusia sana kuyashika mahusia yake. Tunaagizwa kushika sana mahusia ya Mungu, mahusia yake anatupatia kila siku, mafundisho yake, pia kuyajali ambayo Mungu ametukirimia, ikiwemo vipawa. Wengine umejaliwa kipawa, vitu kama hivyo. Mungu amesema anatuasa sana tushike sana ulivyo navyo. So leo kwa siku ya leo tunajifunza katika kutoka kitabu cha Wafalme wa kwanza 2 mstari wa kwanza. Kitabu hiki cha Wafalme wa pili mstari wa kwanza, Wafalme wa kwanza 2:1 inaongelea habari za mtumishi wa Mungu Daudi alipokuwa mzee, wakati anaelekea kufa, akamwita mwanae Suleimani, akaanza kumputia mahusia. Basi nami nitasoma kwa msaada wa Bwana. Kale nasema Wafalme wa pili 2:1 nasema, basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia, akamusia Suleimani mwanawe, akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume, uyashike mahusia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawasawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, upate kufanikiwa katika kila ufanyalo. So tunaona kabisa hapo ni mtumishi wa Mungu Daudi, baada ya Daudi kuwa ametembea na Mungu katika viwango vya juu, katika namna ambayo Mungu alijifunua kwake, anachokuja kukiandika Daudi hapa mwishoni, anamusia mwanae Suleimani kuyashika maagizo ya Mungu ya Bwana, ambayo moja ni mahusia yake ambayo ni maandiko yake, kwa sababu anamueleza habari za Torati, kuyashika ambayo kwa katika Torati ambayo ilikuwa pamoja na sheria na shuhuda, angalia kuyatenda sawa sawa na Mungu alivyomuhusia. So hata siku ya leo Mungu anatukumbusha tuyashike sana tulio nayo, kwa sababu zama hizi ni zama za uovu. Kwa maana tunajua kuwa kwa sasa dunia ilipofikia tuko mwishoni. Hata mbingu zinatoa angalizo, zinapiga alarm kuwahusia ulimwengu, kwa sababu tu siku za mwisho, tu wakati ambao usipokaa makini na kuzingatia ambacho Mungu amekupatia kukishika, ndugu yangu, usiposhika ambao Mungu amekupatia, basi utapoteza ambacho Mungu alikuwa amelenga ukipate. Tukitazama katika ulimwengu tulionao sasa, mambo mengi ambayo Mungu tulipewa kama maangalizo, kama ishara za siku za mwisho, itakuwa watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, kupenda anasa kuliko kupenda Mungu. Wenye viburi, wasiotiwa kwao. Yote hayo Mungu alisema kupitia mtumishi wake Paulo. Soma Timotheo wa pili pale, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza, ukishuka pale inaonyesha jinsi gani tumefika mwishoni. Sasa leo Mungu anakuja kutukumbusha tushike sana tulicho nacho. Na kwa nini tushike sana tulicho nacho? Moja, kushika sana tulicho nacho kitapelekea au kitasababisha kipi? Moja, utapata kuyarisi yale Mungu aliyowaahidi watu wake. Ukisoma kitabu cha Wakorintho tunasema kwamba hivi, mambo ambayo jicho halijawahi kuyaona, ambao Mungu ameandalia watakatifu wale wampendao. So tunaposoma hapa, kumbe inaonyesha tutapata kuyarisi au kuyapata yale ambayo Mungu aliwaahidi watu wake. So kuna mambo ya maana, kuna mambo ambayo Mungu amekuahidi wewe, aliniahidi mimi,
kuna zumuni la wewe kuumbwa ili kusudi uishi katika mfumo wa kiungu na utembee katika utimilifu wa Mungu mwenyewe anaotaka. Imekupasa kushika sana mambo ya Mungu anayokuagiza. Pasina kushika maagizo ya Mungu sawa sawa, pasina kushika kikamilifu ambayo Mungu amekuagiza, basi hautaweza kuyarisa ambayo Mungu amekupatia. Tujifunze. Tunatazama wana wa Israeli wanatoka Misri wakiwa na ahadi kuiona nchi ya Kanaani. But wana wa Israeli wanaofanikiwa kuiona nchi ya Kanaani, katika wale kulikuwepo Yoshua na Kalebu, katika wale watu wazima waliokuwepo wakubwa kipindi kile. Na wale watu ambao hawakufikia miaka 20 ndicho kizazi kilichoilisi nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi. It means wale wengine wote walikufa jangwani. Wote haimini. Nini kinachohasa pale? Walishindwa kushika ambayo Mungu alikuwa amewaagizia. Unataka kupata ya Mungu, unataka chochote ambacho kinatoka kwa Mungu, ambacho Mungu amewapokea watu wake, unataka kurisi, unataka kutembea sawa na Mungu, unataka Mungu ajifunue kwa katika viwango ambavyo haujawahi kuona, unataka kuishi katika namna ambayo wewe utairisi. Cha kwanza, utairisi uzima wa milele. 2, utaishi katika mfumo wa kiungu sawa sawa na Mungu anapotaka. Shika maagizo yake, shika mausia yake, shika ambacho Mungu amekupatia. Kama ni mwimbaji, timiza huduma ya uimbaji. Kama ni mwalimu, fundisha. Kama ni mchungaji, chunga kondoo wako, lisha kondoo wa Mungu. Kama timiliza kila ambacho Mungu amekuagiza ukifanya. Sio kutimiliza tu, na ukitende kwa kazi ya ubora. Hapo ndipo utapata kudumu katika yale Mungu aliyokupatia. Hapo ndipo kazi yako itakapopimwa kwa Mungu, basi itaweza kustahimili yule Mungu anavyopima. Mbali na hivyo, unataka kibali, unataka shuko na mamlaka, neema, baraka. Hakuna baraka inaokuja kwako pasina kushika mausia ya Mungu. Katafute kwenye Biblia mtu ambaye Mungu alimtumia katika viwango vya juu halafu akushika mausia yake. Hata Yona, licha mwanzo alikataa, but alipokubali ndipo Mungu alizidi kumtumia zaidi. Tunajifunza kwa mtumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu kama kina Musa walishika yale ya Mungu, Mungu atembea nao. Kina Daudi mpaka wanaandika usia watu wasi hata sisi. Kristo mwenyewe anasema ni yatende yale mapenzi aliyenipeleka. So anachokizingatia kuyashika yale ya Mungu. Yeye hakujali yeye ni nani, but anashika yale ya Mungu. So unataka kufika mbali, mweke Mungu kama wa kwanza. Hakikisha kwamba ya Mungu yako mbele sana. Na sio tu yako mbele, mheshimu Mungu kutoka moyoni mwako. Unaposhika ya Mungu hakikisha unamheshimu kutoka moyoni mwako, kwa sababu kuna kufanya kazi ya Mungu alafu mheshimu Mungu. Ni jambo jingine. Mtu anajikuta anajituma sana kwenye kazi ya Mungu, anajituma sana, but in reality katika moyo hamheshimu yule Mungu. Katika moyo Mungu haina nafasi. So inatupasa tushike sana yaliyo ya Mungu. So hapa tunajifunza habari ya kushika yale ya Mungu ambayo tuagiza. Kuna habari ya mtumishi wa Mungu Sauli, tunaweza tunaifahamu. Sauli anaagizwa kwa Mungu. Angalia jinsi Mungu anavyoweza kupima watu, anavyopima unavyoshika ya maagizo yake. Amemwambia Sauli, nenda kwa Amaleki ukaue kila kitu. Anafika kule, yeye anaua, afa anabakiza vitu pale, wale ng'ombe na nini na mfalme mwache. Mungu anaangalia huyu ametii nilichomwagiza, ameshika kama sasa nilivyomwagiza. Unachokuja kugundua hakushika sawa sawa na Mungu alivyoagiza. Adizeni Mungu anamwambia, adizeni Mungu anakuja na muondoa kwenye nafasi yake. So wataka kudumu katika nafasi, shika ambao Mungu anakuagiza. Sasa kuna watu wanasema kwamba ninajitahidi sana kuyafanya ya Mungu, kushika ya Mungu, lakini siwezi. Najitahidi sana mimi kujituma kwa kila namna kuyashika ya Mungu na nisiwezi. Shida ni nini? Tukisoma katika kile kitabu cha Warumi sura ya 7, Mtume Paulo anasema kwamba hivi, nilipenda kulitenda silitendi, nisilolitaka analitenda. So kuna mtu anapenda sana kuyashika ya Mungu lakini asiyashike. Kuna mtu anataka kuyatenda sana ya Mungu na asiyatende. Sasa afanye nini? Ukisoma katika kitabu cha Tito 2:11 anasema hivi, neema
neema ya kuokoa wanadamu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya. So kumbe kuna neema inatufundisha sisi kukataa ule ubaya. Kuna neema inatufundisha. So ile neema inaambatana na uwepo wa Roho Mtakatifu. So kuna Roho Mtakatifu anayekuwepo akitufundisha sisi kushinda ule ubaya. Anatufundisha kushinda ule ubaya. Ukisoma Warumi 8:11 anasema ikiwa Roho aliyefua Kristo anakaa ndani mwenu, basi ataiuisha miili yenu katika hali ya kufa. So tunagundua kabisa hivi, nia ya roho huwa ni kumtii Mungu, but nia ya mwili huwa kupenda ya ulimwengu. That is why tunatamani kufanya ya Mungu tusiyafanye, but yupo Roho wa Mungu ambaye anauisha ule mwili usitende, ule mwili uhuishwe, usiambatane tena kufanya ya dunia, but tufanye ya Mungu. So kama Roho wa Mungu atakaa ndani mwetu, atatufundisha. Sasa kuna zaidi Roho Mtakatifu kutufundisha. Kuna kufundishwa na Roho Mtakatifu, pia kuna wewe kutii. Kuna nafasi wewe kama wewe. Sauli anapoenda kule kuua, tayari kuna maagizo ya Mungu. So Mungu anapokuagiza kitu, anasubiri obedience, utii wako, kwamba nimemwambia hapa kitu je atakifanya. So kuna roho ya kuwezesha kushinda ile kitu. So maamuzi ya kutia ndio katika fahamu zako. Kushinda kitu, Mungu anakuambia hiki usikifanye. So una uamuzi ufanye hiki nifanye au usifanye. Kwa mfano, ukiona hela mezani, kuna sauti itakuja, beba. Nyingine inasema acha. Sasa wenye maamuzi ya kuchukua maamuzi pale. So yule anayesema acha ndio Roho Mtakatifu anakuambia acha. Lakini kuna roho ya ibilisi anakuambia beba. So Roho Mtakatifu anaposema acha, sasa wenye maamuzi ya kuacha ni wewe. Ikiwa uache, useme siache, kwa sababu ndiko umtii Mungu na utakuwa utambue sauti ya Mungu, kwamba Roho Mtakatifu anasema Mungu amesema niache na uache. Sasa kuna namna ya kuifanya ile roho ile sauti iwe na nguvu ndani mwako. Hapo ndipo utaanza kujifuta habari ya kuomba, maombi, kwa sababu unapoomba unautisha mwili kwa kama njia ya maombi. Ndio tunasema aomba. So kwa nini tuombe? Kwa sababu tunautisha mwili katika ile namna. Mbali na vile, pia huwa kuna jambo jingine. Mbali na hicho, huwa tunapokuwa tunaomba, basi tunaruhusu uungu take place, ile nguvu ya kiungu take place ndani mwetu. Ile nguvu ya kiungu itake place ndani mwetu, na sisi tupate, na sisi miili yetu ipate kutii kile ambacho roho inataka. That is why ukifunga kuna baadhi ya mambo huwezi kuyafanya. Mwili ukiwa dhaifu kuna baadhi ya mambo huwezi kufanya. Kwa mfano, umeugua umezoofika, unaweza aje kuiba, kwanza mawazo ya kuiba. So unachokaza upone. That is why ukiwa unaomba, maana yake mwili unaudhoofisha. Unapodhoofisha unaruhusu roho iwe na nguvu. So kumbe yupo Roho Mtakatifu anatusaidia katika kushinda udhaifu. So anaweka dhamiri ndani mwetu, ile dhamiri. So ile dhamiri ndio inatusaidia sisi. Kwa utapotambua sauti itapokuambia acha. So ile sauti unatakiwa uitii. Na unajikuta pengine sauti unasikia lakini unashindwa kutii, basi ongeza nguvu na jitihada ya maombi, na neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwako. Some neno, urudie, soma neno. Neno itaumba kitu. Maana unachokisikia ndio kinachoumbika. Bali na hivyo, so tumeona kumbe tumeona cha kwanza tutapata kwa tumeona kumbe kuyatii, kuyashika sana mambo ya Mungu, moja tutapata kuyarisi ambayo Mungu ametuandalia, ikiwa pamoja na uzima wa milele. Mbali na hivyo, hata ulimwenguni kuna ahadi Mungu ameziweka. Sio utakuwa hata kuwepo tesi mbele yako daima, ile ahadi itimie, shika ya Mungu. La sivyo utabakia kwa ni andiko na ahadi kwenye Biblia, lakini kwako alifanyi kazi yoyote. Maandiko hayatofanya kazi kwako kama ushike ya Mungu. Itabakia tu ni story. Itabakia kuwa ni story kwa sababu halijafanyika kwako. Ni ilifanyike kwako andiko. Basi yashike ya nani? Ya Mungu. Ukikataa kushika ya Mungu, tunaona kabisa watumishi kuna maangamizo. Yesu Kristo anasema katika somo Ufunuo kule, wale ambao watu yashika ya Mungu wataangamizwa. So tunaona kuna maangamizo wale ambao watu washika nani? Ya Mungu. 2, utakosa ahadi kuilisi ahadi Mungu aliyomwahidi. Utakosa kuilisi kwa sababu kuna kulisi ahadi. Kama utoshika, basi ile ahadi utailisi. Basi bali na hivyo, Mungu atupe neema ya kushika sana anayotuagiza. Bwana wabariki.